nimekutana na mfanyabiashara wa madafu, anaelezea faida madafu. Jina lako nani? Faida madafu. Ukiwa na homa, chukua madafu maji tupu, changanya na ndimu. Homa inapungua. Ukichukua madafu unachukua maji yake unachanganya na ndimu. Unachukua madafu maji yake unachanganya na ndimu. Unakunywa. Hii inakuwa ni dawa kabisa. Inakuwa homa inapungua. Inapungua nini homa? Yaani homa inapungua kwake. Yaani kama ilikuwa unaumwa homa ikali sana kwa kusema vile, ile homa inafanyaje? Inapungua speed. Hata kama ukwenda hospitali unakuwa nguvu unazo. Uchoki sana. Kwa hiyo watazamaji wamechukua faida madafu. Wengine madafu wanajua ni kurudisho tu. Kumbe ina faida kubwa sana. Ndio hivyo sasa, ndio faida yake, ndio hivyo madafu. Labda upatikanaji wa madafu sasa hivi ikoje tofauti na miaka ya nyuma? Naona minazi mingi imekatwa sana. Ikoje? Kukatwa sasa badala nani? Kwa mji kukua. Sio makazi, sema mji umeshaongezeka. Sasa mtu atakujenga minazi kama mimi namsumbua sana kata. Wala kata kwa sababu hiyo. Kwa wewe unapata haya madafu tunayaona haya. Unapata vipi? Kuyapata. Unapata vipi? Maana madafu lazima upande juu. Ndio unaweza kupata, tunapanda na kamba mpaka juu kule. Kisha ndio unayachuma. Unapanda juu kabisa kwa mnazi hapa, unapanda mpaka juu. Kwenye mnazi, si mnazi kama mnazi kama upi? Kama hapa mnazi mnapanda juu kabisa. Huko ukutani na nyoka. Sasa ile itatokea sio kama mara kwa mara hivi bwana. Lakini ukikutana na nyoka ni unajua jinsi ya kufanya mpaka mnapishana kule unachuma. Ndio inakuwa. Labda kwa kifupi tu, labda nyie hii biashara za kuuza madafu wanasema kwamba mnaharibu nazi. Watu nazi hazipatikani mjini kwa ajili ya nyie mnatoa madafu. Hii kuna ukweli gani? Sasa si ajira hii biashara. Kama mtahitaji nazi, kuna wengine huwa hapo wanafuga nazi. Kuna wengine kufuga nazi, wafuga na kuuza nazi madafu. Yaani kulingana na nini? Na ajira, mtu akizunguka na kazi sasa fanyeje? Basi bora ni kuuza madafu kwa chakula. Kwa hiyo hata mwenye shamba wanafanya hivyo kulingana na kufuga nazi muda mwingi. Sasa bora ni kuuza nazi madafu nipate hela hapo. Ndio maana anawaiwa mtu kutoa. Lakini kama unakuwa una kazi yako nyingine, mtu anafuga nazi tu. Ukienda kwa tunao madafu akuzi. Anakuambia wala hapana, mimi nafuga nazi. Lakini sasa ukileta kuja ile hali ya nyumbani kwake. Hapana, sababu ile ni madafu nikapata na chakula. Ndio wanavyofanya. Labda kaka, ni changamoto gani ambazo unazipata kwenye kutafuta madafu? Changamoto gani unazipata kule juu ukipanda? Changamoto gani unazipata wewe? Matatizo gani ambayo unayapata wewe? Ya kwenye kutafuta madafu haya. Utafutaji kutafuta tatizo unapata. Uko sana labda vile kama umeamka asubuhi. Alafu hujui wapi utapanda, sasa unatembea tu mitaani mpaka udumu kutoka kwenye shamba bwana. Bila hitaji madafu unaweza kupeleka shambani kwake ukavuna. Sasa tatizo wenyewe ndio kama siku nyingine unakosa au unarudi. Kwa ajili ya nini haya sio kwa ana guarantee. Kwa hiyo kokote unapopata tu hapo. Kwa hiyo sio kusema labda sehemu moja hiyo unaenda unapata kila siku. Hamna. Sasa na wewe unavununua kuinategemea. Kama umenunua bei chini unauza chini. Lakini kule sana 2000, 1500 na mjini yenyewe sasa inategemea. Sio kama mjini labda banana hivi mguti. Serikali wasaidie nini sasa? Jisajili serikali? Akusajili sasa ndio hivyo wala faida kwa sababu hata madokta wengine baadhi unaweza ukajisikia homa wakakushauri bwana upate madafu. Yeye kusikia ndio umepata madafu mawili kwa siku au moja kwa siku. Sasa yana faida yake fanya katika ile homa. Unaweza kuwa unakula vidonge alafu kwa unapona madafu upate. Ile dawa na meza fulani kidogo. Yanasaidiana katika ile ugonjwa unaouma. Kwa hiyo haya yana faida katika ya kupunguza zile matatizo ya mwili. Sumu mwilini. Ndani ya mwili. Sasa ndio maana watu wananywa mwingine anakunywa tu maji. Yeye shida yake ile maji nyama zile hayo. Yaani maji yale ndio yenyewe yasa. Maji ndio yenyewe. Kuja maji yale. Nasema sana. Nashukuru sana kaka. Nimepata faida ya madafu sasa. Wewe kila ile ule kwa sababu unajua kama nakula nikijisikia homa basi chukua ndimu naweka. Pia sasa ile homa inapungua kidogo. Hata kama ukienda kupata huduma hospitali
lakini inakuwa nguvu ile kuua. Ukifika kule una nguvu zako unapata tiba. Kwa hiyo hii huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza? Bwana, huduma ya kwanza. Haya bwana.